Leo nimekuja tena kuchukua fomu kwa ajili ya kuomba fursa ya kugombea ubunge kwa awamu ya pili baada ya kukamilisha awamu ya kwanza ya utumishi, na kimsingi nimejipima na nimeona ninatosha kuomba nafasi kwa awamu ya pili ya kugombea ubunge wa jimbo la Arusha mjini, na kuzingatia kwamba ninajiona nina sifa zote. Ukienda kwenye upande wa elimu yangu haina mashaka ya aina yoyote, haina dosari yoyote, na vyeti ambavyo havina mashaka. Ukienda kwenye upande wa kazi, tumechapa kazi kiwango cha kutosha, tumewasemea wananchi, tumepinga ufisadi na masuala mengi ambayo yalikuwa yanarudisha nyuma maendeleo ya wananchi wa jimbo la Arusha. Tumefanya mambo mengi kwa kushirikiana na wananchi wa jimbo la Arusha mjini. Kwa miaka yangu yote mitano nimejitahidi kuwa jimboni, kuangalia changamoto za watu, lakini pia nimejitahidi kushiriki ndani ya bunge na kujenga hoja mbalimbali za wananchi. Iko miradi mbalimbali ambayo tumejengea hoja ambayo na imepitishwa, kama mradi wa taktiki ambao unakwenda kujenga barabara ya Ngo-Sheraton, barabara ya Ola City, unakwenda kujenga stendi ya kisasa jiji la Arusha, soko la Kilombero na soko la Mlombo. Lakini tumejenga hoja pia kujenga barabara ya Mianzini Ngaramtoni, barabara ya Elboru, barabara ya Boma Siala, barabara ya Kona Axelian kule Moshono, barabara ya Kijenge Ngulelo Levo katika kata ya Levolos, tunaweka barabara pia kwenye kata ya Kaloleni na kwenye kata ya Sekei kwenda Mochwali pamoja na kule Muliet kwa Shangazi. Lakini halikadhalika pia tunajenga barabara ya Eso Longdong ambayo inaunganisha Unga Limited pamoja na kule Sokon One na maeneo mengine. Lakini tumejenga hoja kwenye huduma za afya, tumeboresha huduma za afya kwenye maeneo mbalimbali. Kwenye masuala ya elimu tumejenga shule mpya za elimu za sekondari pamoja na msingi na masuala mengi ambayo yanahusiana na maendeleo. Kiujumla tumewakuwa sauti kwa wananchi wa jimbo la Arusha mjini, tumesema changamoto zinazowakabili, tumesukuma masuala ya maendeleo. Lakini halikadhalika nimekuja kuchukua pia fomu kifua mbele kwa sababu ya kazi kubwa na kazi nzuri sana ambayo imefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Daktari Samia ameiangalia Arusha kipekee. Hakuna mradi hata mmoja wa Arusha ambao unaweza ukafanyika bila kuhusisha na maono binafsi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameweza kutuletea Royal Tour ambayo imesaidia kuboresha utalii na jiji letu la Arusha, lakini pia ameweza halikadhalika kutuletea mikutano mbalimbali toka mwaka 2021, kitu ambacho kimesaidia kuondoa hata changamoto ya baadhi ya Watanzania wenzetu kwenye masuala ya ajira, lakini kubwa zaidi imesaidia pia kuchochea uchumi wa jiji letu la Arusha. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba wananchi wenzangu wa jimbo la Arusha mjini watanipa fursa tena ya kuwakilisha katika jimbo hili ili tuendelee kuwasemea na kuwa sauti yao ya maendeleo katika jimbo letu.